Kurasa inadhaminiwa na Tigo. Na mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Zaidi ya 50% ya wagonjwa wanaofika kupima afya zao katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam wamegundulika kuwa na maradhi ya moyo yanayochangiwa na matumizi mabaya ya vyakula, unywaji pombe wa kupitiliza na uvutaji wa sigara. Hayo yameelezwa leo jijini Dar es Salaam na daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, Dr. Mustafa Bapumia, wakati hospitali hiyo ilipoendesha upimaji wa magonjwa ya moyo bure kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinachangia, sawa? Kama vizuri ulivyosema, kwa chakula ni moja wapo. Lishe, alafu mazoezi, kuna vitu vya ziada ambao kwa mfano uvutaji wa sigara au kunywa pombe ya ziada, sawa? Ni vitu ambao tuepuke. Sigara tutasema hiyo tukatae kabisa. Vinywaji tutakwambia punguza, sio lazima. Before nilicheki moyo, nikaambiwa cholesterol ni nyingi, then nikatumia dawa, then sasa hivi najisikia tena mzito kwa ndo maana nikarudi tena. Waje wafanye check up kwa sababu moyo ukifeli tu ni sana mwili mzima umefeli. Mimi nasumbuliwa na moyo. Na niliposikia hapa kuna kliniki ya kucheki afya nikaamua kuja hapa. Sababu na tatizo la moyo. Nilianza mwaka 94. Kwa naumwa kichwa na kuchoka. Nikakwenda kupima nikakutana na pressure. Na siwezi kujua ni tatizo ni nini kwa sababu wakati huo kwanza nilikuwa ni kijana na nafanya kazi ngumu. Waumini wa dini mbalimbali nchini Tanzania wameshauriwa kujenga tabia kujitolea damu ili kuweza kuwasaidia wale wenye mahitaji, wakiwemo wakina mama wajawazito na watoto, kwa lengo la kuokoa maisha yao. Askofu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Mashariki mwa Tanzania, Askofu Mark Malekana, ametoa ushauri huo leo jijini Dar es Salaam wakati kanisa hilo lilipoandaa tamasha la uimbaji na huduma kwa jamii na kushirikisha madhehebu ya dini mbalimbali hapa nchini, lengo likiwa ni kusaidia uchangiaji damu kwa hiari. Kanisa la Waadventista wa Sabato lilitazama mahitaji ya Watanzania. Kwa hiyo tukaamua kutengeneza mkutano huu ambao tumewaita waumini wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo na dini ya Kiislamu ili tujumuike pamoja. La kwanza likiwa kusudi kuu ni kuonesha ya kwamba sisi wa Tanzania ni familia moja. Tunaweza tukakaa kabisa Waislamu na Wakristo wa madhehebu mbalimbali pamoja, tukafanya mambo pamoja kwa upendo wa kindugu, kwa amani na usalama. Lakini katika hilo tukasema hatuwezi kukutana tu kwa hilo. Tukasema tutawaomba wananchi watoe damu kwa hiari, kwa sababu tunapaswa kuwapenda ndugu zetu na tunapaswa kuwahudumia. Unajua uzima huu tulio nao tumepewa bure, kwa hiyo tunapaswa kuutoa bure pia kwa watu wengine. Nina wito kwa watu wengine kwamba nao wanapaswa kuwa na moyo wa huruma wa kuwahurumia watu wengine pia. Mimi nimeguswa kuchangia damu kwa sababu kuna wanadamu wenzetu ambao wanaumwa na wanahitaji damu. Hivyo kwa sababu nina nguvu na afya njema, nimeona nichangie ili kuokoa maisha ya wanadamu wenzangu. Na tumalizie kurasa kwa hili. Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi nchini Tanzania imesema kuna umuhimu mkubwa kwa wanafunzi wa shule za msingi hadi sekondari kujifunza lugha za mataifa mbalimbali ikiwemo ile ya Kichina ili kuwa na mawasiliano mazuri pindi wanapoingia nchini. Hayo yamesemwa leo na mkurugenzi wa elimu ya juu kutoka Wizara ya Elimu, Profesa Sylvia Tem, wakati wa mafunzo ya lugha ya Kichina kwa wanafunzi wa shule mbalimbali za msingi jijini Dar es Salaam. Kwa kweli tunachohitaji kutuelea mkazo sana, kwanza ni kuwaelewa wenzetu. Wenzetu wa China wanaongea lugha yao, sisi tunaongea Kiswahili au Kiingereza. Sasa kwa vile wenzetu ile ndo lugha yao na wao ndo wengi kuliko watu wote duniani, inabidi kitu cha kwanza tukazane sana tujue lugha. Na mimi nikisema hasa kwa kizazi kichanga, vijana na watoto wetu, lugha ya Kichina iwe ni sehemu ya lugha ambayo wanaijua tu kwa sababu ndio huko dunia inakwenda. China is now become more and more influential in the world. And China and then Tanzania has a good relation from the first generation of the first generation leaders. And so I think now the world also become a village, a global village. So people need to communicate with each other.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa hapo kesho, na pia tutumie barua pepe kupitia kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Gouza Chuma. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa imedhaminiwa na Tigo.